hatuna vifaa vya kujiokolea sisi kama sisi. Serikali inatusaidiaje tunapopata matatizo? Jambo Tanzania, karibu Yegowasu TV, sauti ya jamii, na ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali ziwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Tunazidi kukusisitiza usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usisahau kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutoka hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Mkoa wa Mara ni miongoni mwa mikoa inayotegemea ziwa Victoria katika shughuli mbalimbali za kijamii na uchumi. Miongoni mwa shughuli hizo ni uvuvi, umwagiliaji, ufugaji wa samaki wa vizimba pamoja na matumizi ya maji kwa matumizi ya nyumbani na taasisi mbalimbali kama MUWASA. Kutokana na umuhimu wa ziwa Victoria katika maisha ya kila siku ya wananchi wa Musoma, mkuu wa jeshi la polisi wilaya ya Musoma, Hedson Mwamafupa, amekutana na wavuvi wa ndoano, nyavu pamoja na wachuuzi wa samaki katika mtaa wa Mkendo, manispaa ya Musoma, kwa lengo la kutoa elimu ya usalama na tahadhari kabla ya kuingia ziwani kufanya shughuli za uvuvi. Akizungumza katika mkutano huo, Kamanda Mwamafupa alisisitiza kuwa kinga ni bora kuliko kupoteza nguvu kazi ya jamii, huku akiwataka wavuvi kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama. Miongoni mwa mambo aliyosisitiza ni pamoja na kuepuka ulevi wakati wa shughuli za uvuvi, kuzuia uvuvi haramu, kuepuka matumizi ya dawa za kulevya, kutambua na kusajili wavuvi pamoja na vyombo vyao, kutoa taarifa kwa haraka pindi matukio ya uhalifu ama majanga yanapotokea. Aidha, alisisitiza kufuata sheria za TASAC kuhusu matumizi sahihi ya vifaa vya uokozi ikiwemo kuvaa life jacket na kuwa na vifaa vingine muhimu ili kurahisisha uokoaji pindi ajali zinapotokea. Hapa anaeleza. Mimi naitwa Mwamafupa, mlakimu mwandamizi wa polisi na ndiye mkuu wa polisi wilaya ya Musoma. Niona leo asubuhi hii kukutana na ninyi katika maeneo yenu ya kazi na kufanya shughuli zenu za uvuvi, kwa sababu mara nyingi wengi wanakuwa hapo majini kazini. Kwa tunavyoongea na wananchi maeneo mengine hatukutani. Si ndivyo jamani? Hatukutani kwa sababu mnakuwa wapi? Mpo ziwani mkiendelea na shughuli zenu. Kusema hapana. Sababu elimu za kiusalama zinahusu wote, basi wengine tuwafikie wanakopatikana, tuongee nao. Sasa nilikuwa na mambo machache ya kuongelea. La kwanza ambalo ni la msingi na la muhimu ni umuhimu wa ninyi wananchi na wadau wote wa kulinda na kuimarisha amani ya nchi yetu. Amani ya nchi yetu ndio nyenzo muhimu katika maendeleo tunayofanya. Tunafanya shughuli za uvuvi kwa sababu kuna nini? Kuna amani. Amani ikiondoka usifanye shughuli aina yoyote. Pasipo na amani hakuna maendeleo. Pasipo na amani hakuna utulivu. Kwa hiyo tusikubali kudanganywa na watu ambao wania hofu na nchi yetu wa kupotosha amani ya nchi hii. Tulinde amani hii kwa wivu mkubwa, kwa sababu sisi ndio wa Tanzania na tunashuhudia baadhi ya maeneo kwa nchi zingine amani ikipotea na utokea. Majirani zetu wengi wakipata shida wanakimbilia Tanzania. Wewe Mtanzania ukipata shida unakimbilia wapi? Sababu wote mnaona kwa vyombo vya habari. Lakini pia amani kama kuna uvurugu, fujo, migongano haimalizwi kwa kugombana, inamalizwa kwa kukaa mezani na kusuluhisha, eza kijamii au kupitia vyombo vya mahakama. Lakini mkigombana, mtagombana, mtaumizana, lakini mwisho wa siku lazima mkae mezani ili mmalize matatizo. Kwa hiyo tulinde amani yetu, ili nchi yetu iwe salama, iwe na utulivu, maisha yatakuwa mazuri. Tunafanya shughuli za uvuvi kwa amani na utulivu na kujipatia maendeleo ya mtu mmoja mmoja, lakini maendeleo pia ya taifa letu. Lakini jingine nataka nizungumzie swala la mradi wa uvuvi salama. Sisi polisi tunaamini katika polisi jamii, mmoja wapo ni uvuvi salama. Uvuvi salama unajumuisha mambo mengi. Mmoja wapo ikiwa kuanza na wewe usalama wako, wewe binafsi. Tunasema chombo kiingia ziwani, kwanza kiwe kimesajiliwa. Kwa nini kisajiliwe? Kwa sababu hata kama kimeibwa na watu wengine wenye nia ovu, maana yake inakuwa rahisi kukipata kwa sababu kina alama tayari. Utawasiliana na watu wa maeneo mbalimbali, sababu polisi ni Tanzania polisi. Tukipata taarifa chombo fulani chenye usajili huo kimeibwa,
Maana tutapeka taarifa kwa polisi maeneo yote. Ina maana hapo tutashirikiana kukikamata. Bila usajili itakuwa ngumu kufanya nini, kutambua au kukipata kwa rahisi. Lakini hata kipotea ziwani rahisi kujua watu wanatafuta chombo chenye usajili upi. Lakini pia kisajiliwa maana kitakuwa kimekaguliwa na wataalamu wa TASAC. Na kuona kama kipo salama kinaweza kuwa wapi? Kuwa majini. Na usajili niliongea watu wa TASAC wasema kwa vyombo vya uvuvi sio gharama kubwa. Kwa mwaka mzima ni 70,000. Wanasajili baada ya kukagua kuona kinafaa kuingia majini, lakini pia kuhakikisha kama mnakuwa na life jacket kama kina watu 5 maana zio 5 katika chombo. Na hizo life jacket au maboya ni msingi sana. Watu wengi wanakufa kwa sababu kwanza eza hajui kuogelea. Anaweza kawa anajua kuogelea, mtumbu kizama akapanic. Akipanic maana anashinda kujitetea. Lakini ukiwa life jacket, ukiwa na boya litakusaidia. Kwa sababu boya lina uwezo kukaa masaa 24. Hapa juzi kuna mwenzetu amekufa eneo hili la Lest. Wamezama saa 4:30 za usiku, mwili tumepata saa 5. Kama saa 5 za asubuhi siku ya pili. Kama angekuwa na boya, maana yake angekuwa anaelea. Kwa hiyo hata wavuvi wengine usiku walikuwa wanaanza kutafuta, wangemwona anaelea. Kwa hiyo tuzingatie uvaaji wa maboya tunapoingia majini kwa ajili ya usalama wa maisha yetu si wenyewe. Lakini jingine, kuna tabia baadhi ya watu wanaamini kwamba ili aingie ziwani lazima anywe pombe afute bange. Na pombe yenyewe pombe ya moshi. Pombe ya moshi ni haramu, uvutaji bange ni haramu. Hauruhusiwi kwa sababu ni kinyume cha sheria. Lakini pia ikiwa wanazama huko kuuliza wenzake waliobakia, wakaba jamaa alikuwa amelewa sana. Kama asingelewa angeweza kujiokoa. Hau jamaa ni muogeleaji mzuri sana. Ila jana anazidisha pombe. Pombe gani? Ya moshi. Kwa hiyo tunapoingia kazini, hii ni kazi kama kazi nyingine. Ni ajira pia. Jali ajira yako, jali usalama wako, jali afya yako. Usiingie ukiwa umelewa mziwani. Kwa sababu jua ipo siku moja chombo kitapata matatizo, kikizama unajiokoaje? Ushalewa. Lakini pia unakunywa pombe haramu ambayo ni kosa kuinywa. Kwa hiyo tuache unywaji pombe haramu za moshi. Kwanza zina madhara kwenye afya yako, lakini zinatengeza utegemezi ambao lazima unywe, lakini unapoteza fedha bila sababu kwa pombe ya moshi. Tuache uvutaji wa bange. Bange zinaharibu akili. Licha kwa utegemezi, lakini zinaharibu pia akili. Lakini jambo lingine la msingi ni vifaa ambavyo tunatumia kuvulia. Tunasema fanya uvuvi kwa kutumia vifaa halali vya uvuvi. Tusifanye uvuvi kwa kutumia vifaa haramu. Hii ni wataalamu mnajua. Ni nyavu gani ambazo zilikuwa tufanyie nini? Uvuvi ziwani. Waliweka size za nyavu, lengo kubwa ni kutunza vimelea, kutunza mazalia ya samaki. Sasa kuna watu wanavua na nyavu ambazo zinakwangua kila kitu. Matokeo yake liziwa itakuwa bwawa tu. Na tutakosa sehemu ya kufanya nini? Ya kupata samaki. Maana yake ajira ya watu wengi itapotea kwa sababu ziwa linachukua ajira ya watu wengi sana. Kwa upande wao, baadhi ya wavuvi na wachuuzi wa samaki walitoa wito kwa serikali kuendelea kuimarisha upatikanaji wa vifaa vya uokozi, wakiamini kuwa hatua hiyo itasaidia kupunguza vifo vinavyotokana na ajali za majini. Sasa changamoto tunazozipata kwa maeneo haya, na kitu tunachokiomba serikalini ijaribu kututembelea ili na sisi tuweze kutoa changamoto tulizo nazo. Kwanza tunahitaji mikopo. Alafu hali ya uvuvi hii imekwisha kuwa ni ngumu. Namna kukaa kwenye vikundi watupatie elimu. Kwa upande huo ndo nilikuwa na tatizo langu ndo hilo. Alafu pia hatuna vifaa vya kujiokolea. Sisi kama sisi serikali inatusaidiaje tunapopata matatizo? La kwangu ndo hilo. Wazingatie sana vifaa vya uvuvi kwa sababu hili ni tatizo ambalo limeshakuwa ni sugu. Na mara kwa mara tunapata hasara, watu tunakufa kwa kutokujali, hasa kutokujali kana kwamba lolote mimi naweza nikafanya, lakini humu hakuna cha kukusaidia. Kwa hiyo mvuvi kama mvuvi unapoondoka kuingia majini, hakikisha kana kwamba vifaa vya uvuvi unavyo. Tatizo likikuta unajiokoaje, unafanyaje? Na pili, ulevi. Tuachane na masuala ya ulevi. Wakati unaingia majini, hakikisha kana kwamba akili yako ni timamu. Kama umelewa, achana na masuala ya ziwa. Kuna jambo ambalo OCD amelizungumza hapa juu ya wavuvi kupitia hivyo vitu vya life jacket vya uokoleaji katika masuala ya uvuvi. Kwa mimi nasisitiza tu kwamba kulingana na aliyozungumza hapa naona ni pointi sana. Cha msingi kama serikali mlivyokuja mmeongea na sisi, mmetukumbuka, tumefanya kikao kama hichi. Nilikuwa napenda wavuvi wenzangu tutenge, hata tunatenga muda, hata mwenyekiti atupangia muda hata siku moja hata kwa mwezi
tunakuwa tunazungumza kwa pamoja, tunaweka masuala sawa ili tushirikiane katika haya masuala ya uvuvi, tuweze kuyaweka kwenye sehemu ambayo inakuwa ni salama kwetu pia na jamii inayotuzunguka. Taarifa ya kwanza kabisa ni kuhusu hao wavuvi. Wanapata mateso zaidi kwa kwenda kuvua, hawana vyombo maalum wanavyotumia kwenye uvuvi. Tunaomba serikali iwaone, iwaangalie, iwasimamie kupitia kupoteza maisha ya wananchi. Hao wote wanaoharibu maisha yao ni vibaya sana. Tunaomba serikali ipiganie hilo swala. Hata sisi tu wafanyakazi wa biashara ndogo ndogo, sisi wanawake tunaona changamoto sana kupoteza maisha ya ndugu yetu aliyepotea hapa Resti akapotea. Tunaona tuna machungu sana, na tulikuwa tunampenda, mpaka sasa familia yake nayo imebaki na mateso, inahangaika. Serikali tunaomba usimamie hilo swala. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Sisi kazi yetu ni moja tu, ni kukusogezea habari moto moto. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini kisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.